بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tukiwa tuko kwenye majlisi yetu ya tatu kwenye ad-dawra hii, ad-dawra al-ilmiyya al-ula, tutaanza na sunna za swala kwenye kitabu matnu safinati an-najah cha الشيخ العالم سالم بن عبد الله بن سعد بن عبد الله بن سميل الحضرمي رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: فصل: يسن رفع اليدين في 4 مواضع. kutasuniwa kuinyanyua mikono miwili katika mahala sehemu 4, katika sehemu 4. عند تكبيرة الإحرام، wakati wa takbira ihram, pale unapoleta takbira kwa ajili ya kuhirimia sala, Allahu akbar, utanyanyua mikono pale ikiwa usawa wa mabega mawili au usawa wa masikio. وعند الركوع، na wakati wa rukuu, sehemu ya pili. sehemu ya tatu: وعند الاعتدال، na wakati wa i'tidal, kusimama sawa sawa kutoka kwenye rukuu. Unapotoka kwenye rukuu sasa unyanyuka. وعند القيام من التشهد الأول، na wakati wa kusimama kutoka kwenye tashahudi ya kwanza. Hizi ni sehemu 4 zimethibiti hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hili. Faslun, hii ni faslu. Shurutu sujudi 7, sharti ya sujudi ni 7. An yasjuda ala 7 a'dha'in, ni kusujudu juu ya viungo 7 maarufu. Jabha, yani kwa maana paji la uso mpaka kwenye pua, kama tutakaposoma kwenye vitabu vya mbeleni ataainisha sehemu hizo, na mikono miwili, mkono wa kulia na kushoto, na magoti mawili, na ncha za vidole vya miguu, au butun pia vile vile, matumbo ya vidole vya miguu. Kwa hiyo itakiwa hiyo namna hiyo. Lakini kuna kitu kingine amekitaja hapo cha pili: wa an takuna jabhatuhu makshufa, wa an takuna jabhatuhu makshufatan, na kuwa paji lake la uso au japa lake la uso lenye kufunuliwa. Katika madhhabu ya Shafi'ia, mtu akiswali wakati wa kusujudu, kama ataufunika uso wake, kwa mfano akavaa kofia akaileta mpaka hapa mbele akasujudu juu ya kofia, au kafunga kilemba akakiziba hapa, wanasema kwamba sijida hiyo haijatimia, ni batil, kwa swala yako haijasihi, kwa sababu paji la uso linatakiwa liwe wazi, au japa la uso liwe wazi, uso wako uwe wazi, usiufunike. Kuna dalili? Wao ndio msimamo wao huo. Madhahibu nyingine na baadhi ya wanawachuoni wanaona kwamba hakuna ushahidi wa kukiwacha wazi kiungo chochote katika swala wakati wa kusujudu, si mikono wala magoti, kwa maana kwamba unaweza kuvaa gloves mikononi na huku kwenye magoti umeyafunika, kwa sababu tunatakiwa yasitiri
miguuni kavaa socks na uso pia ukawa umefunika sehemu, si vibaya, kwa sababu hakuna katazo juu ya hilo. Lau lingekuwepo lingetajwa. Sawa? Shafi'i wao msimamo wao uko hivyo. Kwa tufahamu namna hiyo wa mtakuna jabahatuhu makshufatan, na kuwa japa lake la uso lenye kufunuliwa, watahamulu bi ra'sihi, na kugandamiza kwa kichwa chake, isiyo tena wasujudu pale wagusagusa hivi uso wako uko juu juu, haujagusa kwenye ugandamizi utakiwa. Katika ghaya kule anasema ni mtu kupata ile thiqala ra'si, au katika umda uzito wa kichwa chake kiingie kwenye uso pale, uzame uso wako kwenye ardhi. Sawa? Wa adamu alhuwi li ghairihi, na kuto kuporomoka kwa ajili ya jambo jingine. Yani kuna kwenye sijida isiwe kuna kitu wakifuata, au labda wakwepa, labda mpigwa mshale huko wakwepa hapa chini kuna kusujudu, ukawa njia ya kukwepa hiyo, isiwe kwa ajili ya lengo lingine. Lengo lako ni kwenda kwenye sujud. Wala yasjud ala shay'in yataharraku biharakatihi, na kutosujudu juu ya kitu ambacho kinatukutika kwa kutukutika kwake, kinatingishika kwa kutingishika kwake. Asisujudie kitu ambacho lau kama atatingishika yeye na hicho kitu kinatingishika. Unafahamu? Wa alla yasjuda ala shay'in, na kutosujudu juu ya kitu ambacho yataharraku, kitatingishika, biharakatihi, kwa kutingishika kwake. Kwa hiyo sharti ya 5. Au asisujudu na kitu ambacho kimebebwa, amekibeba yeye, ikawa kinatingishika kwa kutingishika kwake. Au yeye amebebwa na hicho kitu, kwa mfano ameswali juu ya meza, vile kitingishika na meza naye yatingishika, au kitanda. Kwa hiyo kuna tofauti baina kile ambacho kimembeba yeye na kile alichokibeba yeye. Sawa? Asisujudi kwenye kitu ambacho ni mahmuli lahu, yataharraku biharakatihi. Mahmuli lahu inakuwa alichokibeba, chenye kubebwa na yeye, alafu anakisujudia, labda kama ni nguo akawa anaisujudia nguo ile ambayo inataharaka kwa kutaharaki yeye. Lakini kama ikiwa ni mahmulihi, chenye kumbeba yeye, kama vile kitanda, swala haitabatika, fa innahu la yadhuru, haitadhuru. Sawa? Wartifa'u asafilihi ala a'alihi, ya 6 hiyo katika sharti za sujudi, ni kunyanyuka sehemu yake ya chini ikawa iko juu ya sehemu yake ya juu. Sehemu ya chini iwe juu na sehemu ya juu iwe chini. Mfahamika? Sehemu ya juu ni mabega, kichwa, mabega. Kwa unaposujudu utakana kichwa na mabega yako yako chini, na sehemu ya chini ni sehemu ya kiuno. Kinatakiwa kiuno sasa kiwe juu, ndio tankis. Sawa? hiyo tankis. Irtifau ajizat limusalli wa ma hawlaha ala ra'si, ni kuwa juu ile sehemu ya kiuno cha yule mwenye kuswali juu ya mabega yake, kwa maana mabega yawe chini na kichwa chake. Kwa hiyo usujudu ukiwa kuko namna hii. Je, ukisujudu sawa sawa hivi kama vile upiga mbizi, nyoka usujudu ukawa huko kwenye kiuno na kwenye kichwa kiko sawa, yani kama vile kama mamba vile, wanasema hapana, kwa sababu tankisi haijapatikana. Lazima ubinuke katika sujida yako, usio kama waogelewa hivi ukaa sawa sawa, kufanya mtidadi wa at-tumanina fihi, na kutulizana ndani yake. Hiyo ni ya 7. Lazima pawe na tumanina, utulizano. Khatima. A'dha'u as-sujudi 7,
viungo vya sujudi ni 7. Aljabha, sehemu ya kwanza ni japa la uso. Wa butunu asabi'il kaffaini, matumbo ya vidole vya viganja. Wa rukbatani, na magoti mawili. Wa butunu asabi'ir rijlaini, na matumbo au ndani ya vidole vya miguu miwili. Kuna watu wanakosea kwenye kusujudu, anaitandika miguu yake hivi badala ya kuisimamisha, anaitandika hivi, haitafaa. Fasl tashdidatu at-tashahhud 21, shadda za kwenye tashahhud, shadda za tashahhud ni 21. 5 zaidatun fi akmali, 5 ni zenye kuzidi katika ukamilifu wake. Ile tashahudi kile kwa ukamilifu wake kuna 5 zimezidi. Wa 16 fi aqalli, na shadda 16 katika uchache wake. Kama ikiletwa tashahudi kwa ufupi basi zinakuwa 16. Akaanza at-tahiyatu, shadda hiyo katika ala ta'i wal ya'i, hiyo kwenye ta na ya. Maamkizi mema yote. Almubarakatu, as-salawatu, yenye kubarikiwa na swala 5. Ala sadi, shadda iko juu ya sadi. At-tayyibatu, mambo mema yote, shadda ala ta'i wal ya'i, iko kwenye ta na ya. Lillahi, ni kwa ajili ya nani? Ya Allah jalla wa ala, shaddaka ala lam aljalala, juu ya lam ya lafz aljalala. Assalam, salam, amani, shaddaka juu ya as-sin. Alayka ayyuhan nabiy, salamu iwe juu yako ewe nabii, shaddaka katika asema ala al-ya'i wan-nun wal-ya'i, iko juu ya ya na nuni na ya. Na kufundisha uone mahali ambapo au namna ya kutamka. Wa rahmatullahi ala lam aljalala, shadda kwenye lamu ya lafzi aljalala. Wa barakatuhu, na baraka zake. Assalamu ala sin, juu ya sin. Assalamu alayna, salamu iwe juu yetu. Wa ala ibadillahi, na juu ya waja wa Allah, shadda kwenye ala lam aljalala. As-salihin, waja wa Allah waliowema, shadda ala as-sad. Ashhadu an la ilaha illa Allah, alla ala lam alif, iko juu ya lam alif, sawa. Illa Allah ala lam alif wa lam aljalala, sawa. وأشهد أن على النون وجوه نون محمدا رسول الله على ميم محمد وعلى الراء ولام الجلالة. ويتشهد يابو نشد ذاك ndio hizo ziko shadda 21, 16 ziko katika lafdhi ambalo la uchache ambalo ni la wajibu la budda minhu, na 5 zimezidi katika lafdhi la ukamilifu. Tashdidatu aqalli as-salati ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam 4, shadda za uchache wa salatu ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam ni 4. Katika tamko la as-salatu ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, pale ndani yake katika tamko lile la uchache kuna shadda 4. Allahumma, shadda katika ala al-lam wal mim, shadda iko juu ya lam na mim. Salli ala al-lam, shadda katika lam. Ala Muhammad, ala al-mim, sawa, kwa sehemu 4. Allahumma salli ala Muhammad, hiyo ndio aqall. Kwa urefu inafahamika salatu ala nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa aqallu salam,
na uchache wa salamu assalamu alaykum. Shadda iko kwenye nini? Anasema ala sin, iko juu ya sin. Kwa hiyo hapa amebainisha zile tashdidat katika aqalli salati ala nabii sallallahu alayhi wasallam, ambayo as-salatu al-mujzi'a fi as-salat, kwamba idadi zake ni 4. Fasl awqatu as-salati 5, nyakati za swala ni 5. Awwalu waqti adh-dhuhri zawalu ash-shamsi, mwanzo wa wakati wa dhuhuri ni kupondoka jua. Wa akhiruhu, na mwisho wake masiru dhilli shay'i mithlahu, ni kuwa kivuli cha kitu ni mfano wake. Kwa mfano wakati kivuli kimepinduka, kwa maana jua limependuka kwenye usawa wa mbingu kutoka mashariki liko upande wa magharibi. Sasa jua limechimbuka upande wa mashariki, limekuja mpaka likaja istiwa, likalingana sawa na mbingu, kivuli kinakuwa kiko katikati. Wakati jua liko mashariki linakuja, kivuli kinakuwa kiko wapi? Magharibi. Kinapungua kwa kadiri ya jua linavyosogea mpaka likifika katikati. Ikisimama katikati hapa jua la utosi, hapa inaambiwa ni wakati wa istiwa. Jua likipinduka kidogo tu, kivuli kinahama, kinakwenda wapi? Mashariki. Kivuli kikihama kwenda mashariki tu, jua likipondoka, adhuhuri imeingia, itakwenda kivuli kile cha hicho kitu, labda kitu chenyewe ni mti, mti una urefu wa mita 5. Kwa hiyo kivuli kitakwenda, kitasogea mpaka kitakapokuwa kivuli nacho kina mita 5 kama ule mti, adhuhuri imeisha. Kama wewe urefu wako ni mita 2.5 mathalan, una urefu huo, kwa hiyo kivuli kimekuja mpaka ukisimama kivuli chako na wewe mko sawa sawa, hapo ndio mwisho wa adhuhur. Ndio maana akasema wa akhiruhu masiru dhilli kulli shay'in au masiru dhilli shay'i mithla, na mwisho wake ni kuwa kivuli cha kitu ni mfano wake. Ghaira dhilli al-istiwa, isiyokuwa dhilli ya istiwa. Kwa maana wakati wa dhuhuri unaingia kwa kumili jua kutoka katikati kwenda upande wa magharibi, na kivuli kitasogea mpaka kitakapokuwa ni mfano wa hicho kitu chenyewe, adhuhuri itakuwa imeisha, pasi na kuhesabu kivuli chenye kupatikana wakati wa istiwa ushams. Sawa. Wa awwalu waqti al-asr, na mwanzo wakati wa alasiri, idha sara dhillu kulli shay'in mithla, nikitakapokuwa kivuli cha kila kitu ni mfano wake. Wazada qalilan, na kikazidi kidogo. Kwa hiyo pale inapoishia dhuhuri, kama mathalan kivuli cha mtu au kitu kimekwenda kimekuwa sawa sawa na mtu na hicho kitu chenyewe, pale ndio mwisho wa adhuhuri. Kikisogea nukta kidogo tu, alasiri imeingia. Kwa maana ya kwamba mathalan katika wakati wa ashita, kama wakati wa Juni, Julai, sawa, kipindi cha shita, kusi imeanza, mchana unakuwa mfupi, usiku unakuwa mrefu. Sasa adhuhuri labda inaingia saa 6:20, sawa, inakwenda mpaka kivuli kinapokuwa sawa na kitu, labda ni saa 8:40. Ikiingia dakika 41 kivuli kimesogea, alasiri imeingia tayari, alasiri imeingia. Na hivyo hivyo kama ikiwa ni wakati wa as-saif, labda dhuhuri inachelewa kuingia, wakati wa mchana unakuwa ni mrefu na usiku unakuwa ni mfupi. Sasa pengine kivuli kinakwenda mpaka ili kiwe sawa sawa na kitu, labda ni saa 9:15. Basi ikifika na robo pale dhuhuri imeisha. Ikifika dakika 16 kivuli kimesogea kidogo, alasiri nayo imeingia, wa hakadha. Kwa hiyo sheria imeweka alama hizi za jua na mwezi kwa ajili ya kusimamisha ibadat
kusimamisha ibadati. Hili ni jambo muhimu watu watakiwa walijue. Wa akhiruhu inda ghurubi shams, na mwisho wake ni wakati wa kuzama jua, kwa sababu nyakati wanazigawa kwamba kuna wakati wa jawazi, kuna wakati wa dharura, kuna wakati wa udhuru, wakati wa fadhila, zinagaiwa kama tutakavyosoma kwenye vitabu vingine insha Allah. Kuna wakati wa ikhtiyar, jawazu bila karaha, jawazu ma'al karaha, na wakati wa haramu, wakati wa udhuru. Kama wakati wa asri mwisho wake ni wakati wa jua sasa limetapokuwa linafifia. Ikishaanza kufanya umanjano jua, asri imeisha, wakati wa khiyari. Baada ya hapo jua likishakuwa manjano halijazama, ni wakati wa swala za wanafiki. Jawazi pana jawazi ma al-hurma. Sawa, haipendezi mtu kuswali wakati wala alasiri tosha swali saa 11 jua lishafanya umanjano ndio amka uje kuswali. Lakini mtu atakiwa afahamu hivyo. Kwa hiyo mwisho lakini ni wakati wa ghurubi ash-shams, wa awwal waqti al-maghrib, na mwanzo wa wakati wa magharibi. Ghurubu ash-shams ni kuzama jua. Jua likishazama tu magharibi nayo imeingia. Usisubiri nyota zitoke, magharibi imeingia, na kama ulifunga saumu yako imefika mwisho na utakiwa ufungue kwa haraka. Jua likitua tu, wa akhiruhu, na mwisho wake maghrib. Ghurubu ash-shafaqi al-ahmari ni kuzama mawingu mekundu au ule ukungu mwekundu. Ash-shafaqu al-ahmar, tutakuja kuona kuna tofauti ya hili baina ya kauli qadim na kauli jadidi ya Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala kuhusu masala ya ghurubu ash-shams, yani masala wakati al-maghrib na wakati wa mpaka kisha kwake, min awwalihi ila akhirih. Sawa, tutakuja kuona kuna kauli qadim na kauli jadidi katika hili. Wa awwal waqti al-isha, na mwanzo wakati wa isha. Ghurubu ash-shafaq al-ahmar ni kupotea ule ukungu mwekundu. Jua likishazama kuna ukungu mwekundu unabaki pale, kuna mwangaza unakuwa umezagaza pale, watoweka kidogo kidogo. Magharibi bado kuna ukungu mwekundu utauona huko magharibi pale, ukiutoweka tu ule kukabaki weupe kule, isha imeingia. Itakuwa isha nayo imeingia, alafu linafunga giza kabisa. Isha nayo itakuwa imeshaingia, lakini ule maadamu ule ukungu mwekundu upo upande wa magharibi, hiyo bado ni magharibi. Wa awwal waqti al-isha ghurubu ash-shafaq al-ahmar, na mwanzo wakati wa isha ni kuzama au kupotea, kuzama mawingu mekundu. Wa akhiruhu, na mwisho wake tuluu al-fajr as-sadiq, ni kuchomoza alfajiri ya kweli. Tukuja kuona pia masala ya nisfu al-layl, muntasafu al-layl na mengineyo katika wakati. Kuna wakati wa fadhila, wakati wa khiyari, wakati wa jawazi bila karaha, wakati wa jawazi na karaha, wakati wa haramu, na wakati wa udhuru, na wakati wa dharura. Haya, wa awwal waqti as-subhi, na mwanzo wakati wa asubuhi. Tuluu al-fajr as-sadiq, ni kuchomoza alfajiri ya kweli ambayo inazagaza katika ufuq, kwa sababu alfajiri inaitwa al-kadhib ni bado ni usiku. Unaweza kuona asubuhi, yani wakati wa usiku, kuna mwangaza umetokea upande wa mashariki unakuja katikati kama mkia wa mbweha, alafu watoweka. Ile alfajiri bado ni alfajiri ya uongo ile. Sasa alafu yatokea nyingine, sasa kuna mwangaza unatokea kaskazini kwenda kusini, unatanda katika ufuq, alfajiri ya kweli tayari, na unapanda kidogo kidogo mpaka tunaona jua linazagaza pale. Hiyo ni alfajiri ya kweli. Kama wataka kufunga, basi ikishaingia alfajiri ya kweli usile tena. Ukila baada ya alfajiri ya kweli umefungua. Sawa? Wakati wa alfajiri al-kadhib unaruhusiwa kula tena, ulidaku ule sana umeruhusiwa hapo, kwa sababu bado ni usiku. Al-ashfaq thalatha, mawingu yako aina tatu. Ile mawingu yale ule ukungu kwa aina tatu. Ahmar, kuna ukungu mwekundu. Hii inafahamisha juu wujud ala baqai waqti al-maghrib, ukiwepo inafahamisha kwamba maghribi bado ipo. Wa asfar wa abyad, na ukungu ule wa njano na mweupe, ukiwepo ukungu huo unafahamisha juu ya kuwepo wakati wa isha. Sawa.
al-ahmar maghrib wal-asfar wal-abyad isha, ule mwekundu ni maghrib na manjano na mweupe ni isha. ويندب تأخير صلاة العشاء إلى أن يغيب الشفق الأصفر والأبيض, na kuna suniwa kuichelewesha salatu al-isha mpaka utoweke ule ukungu wa njano na mweupe. Ukishatoweka ule ni vizuri kuswaliwa isha wakati huo. Wanaochuoni wanapiga mahesabu, kuna hesabu maalum zinapigwa kutoka kila mahali, hasa kwa watu waliokuwa chini ya khati ya istiwa na katika khati ya istiwa, yani katika mstari wa equator, wana hesabu zao. Kwa watu waliokuwa katika khati ya saratan, madaru saratan, na watu waliokuwa katika madaru aljadi, yani kwenye tropic ya Cancer na tropic ya Capricorn, hesabu zinakuwa ziko tofauti. Na watu waliokuwa katika al-khat al-istiwa, yani kwenye equator, hesabu zao zinakuwa tofauti kwa kulingana na mistari vile vile ya longitude na latitude, kwamba wako nyuzi ngapi, mstari wa ngapi, na kuwaje na hesabu zao. Kwa watu hapa saa yao itakuwa hapa mpaka, na wanaochuoni wamepiga hesabu hizo, zimeshapatikana na zinafanywa kazi. Na ndio hizi kalenda zinazowekwa katika simu na sehemu nyingine, kwa magharibi mahali fulani ingia tamu fulani, inaweza kukosewa kidogo, lakini almu'tamadi katika hilo ni zile ayati alizoweka Allah katika anga. Sawa, kuchomoza jua na kuzama kwa jua. Ama saa hizi za zoni ikawa Tanga na Kigoma jambo ni saa moja sasa hivi kamili, wakati Kigoma jua halijazama. Mambo tu yamepangwa, lakini sawa sawa kule kwao walikuwa saa moja bado kule jioni. Pengine wao wamechelewa kuliona jua, sisi tumeliona mbele, itakuwaje saa moja? Lakini ni saa tu zimepangwa. Sisi tuzungumzie sasa, hatuangalii saa, tuangalie zile alama zilizowekwa na Allah subhanahu wa ta'ala, lita'lamu adada as-sinin wal hisab wa kull shay'in fassalnahu tafsila. فصل. تحرم الصلاة على الصلاة التي ليس لها سبب متقدم, ni haramu swala ambayo haina sababu yenye kutangulia, wala muqarinun, wala sababu yenye kuambatana, fi khamsati awqatin, katika nyakati tano. Kuna swala zina sababu ambazo ni mutaqaddim, zimetangulia juu yake, sawa, na kuna swala ambazo zina sababu ambazo imeambatana nazo, sawa. Mfano wake, na kuna swala ambazo hazina sababu yoyote, waswali kan nafli mutlaq, sawa, au ina sababu lakini sababu yake ni mutaakhira anhu, kama bil istikhara na ihram. Ambayo ina sababu mutaqaddim ni kama swala iliyofutu, alfaita, swala ambayo imekupita wewe, umelala umeshtuka wakati fulani, pale utakapoamka tumesema ndio wakati wake. Sasa swala hii ambayo laha sababun mutaqaddim, ina sababu yenye kutangulia, au swala ya nadhiri, au tahiyatul masjid, au sunna ya wudhu, au sunna ya tawaf, zote hizi zina sababu ambazo ni mutaqaddim. Na sunna na swala na sunna ambazo sababu yake ni muqarin, kama istisqa, swala ya kuomba manyoshelezi, kuomba mvua au kupatwa jua, sawa. Haya, kwa swala ambayo ina sababu anasema ni haramu. Swala ambayo haina sababu iliyotangulia wala muqarin, ni haramu kuiswali katika nyakati tano. Wakati gani? Inda tulu'i shamsi, wakati wa kuchomoza jua. Jua lachomoza ile leo utakuswali, waambiwa hapana, usiswali an-naflul mutlaq. Lakini kama ni tahiyatul masjid, swali. Kwa nini? Kwa sababu laha sababun mutaqaddim, sawa. Sunna ya wudhu, umekwenda hammam, umetoka, umekwenda kutawadha, umekuja msikitini au kwa nyumbani, unataka kuswali sunna ya baada ya wudhu, swali kwa sababu laha sababun mutaqaddim, itafaa pale. Lakini sunna tunaswali lillahi ta'ala, na swali tu, sawa. Jua la chomoza, waambiwa la, ni haramu kuswali wakati huo, hatta tartafi'a qadra rumhi, mpaka jua lipande kiasi cha mkuki, yani kwa kutazama hivyo na kama kiasi cha fumu hivi, yani mkuki. Lakini Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Ash-Sharh al-Mumti' amekadiria pale kwamba hisabu ya qadra rumhi inakuwa dakika 15 mpaka 20. Subiri
jua linapochomoza baada ya dakika 15 mpaka 20 utaruhusiwa kuswali. Wa inda al-istiwa'i fi ghairi yawm al-jum'ah, na wakati wa istiwa, wakati jua limelingana sawa sawa katikati ya mbingu, haifai kuswali wakati ule isipokuwa siku ya Ijumaa peke yake, hata tazula, mpaka lipondoke jua. Wa inda al-istirari, na wakati wa kuwa manjano jua maasri, alafu jua limekwenda lishakuwa manjano, sasa haifai pale kuswali hata taghruba, mpaka lizame. Wa baada salati subhi, na baada salati subhi tumesema ni an-nafl al-mutlaq, lakini sunna ambayo laha sababun mutaqaddim itafaa, sawa, au mutaakhir au muqarin itafaa. Mutaqaddim kama vile ulipitwa wewe na qabli ya salati al-fajr, unaweza kuiswali baada ya salati al-fajr, sawa. Salat sunna rakaa mbili za baada ya al-fajr, kabla al-fajr zilikupita wewe, waamka iqama unaweza kumsikitini. Kwa hiyo baada ya swala kiswali, sio kuswali pale rakaa mbili, kwa sababu sunna hile laha sababun mutaqaddim, ni faita ile, sawa. Wa baada salati subhi hatta tatlu ash-shamsu, na baada ya sala ya subhi mpaka lichomoze jua. Wa baada salati al-asr hatta taghruba, na baada ya sala al-asr mpaka litakapozama jua. Faslu sakatatu salati sittun, vinyamazo vya swala ni sita. Kuna sehemu sita unatakiwa wewe unyamaze. Sakatatu salati sittun, vinyamazo au sakatatu salati sittun, vinyamazo katika swala ni sita. Baina takbirati al-ihram wa du'a al-iftitah, ni kati ya dua ya takbiratu al-ihram na dua ya iftitah. Allahu akbar, sakta kidogo, alafu dua al-istiftah au iftitah. Wa baina dua al-iftitah wa at-ta'awudh, na kati ya dua ya kufungua swala na kusoma a'udhu billah, pale pana sakta. Wa baina al-fatiha wa at-ta'awudh, na baina ya kusoma ya Fatiha na kusoma a'udhu kwa ajili ya sura nyingine. Wa baina akhir al-Fatiha wa amin, na baina ya mwisho wa Fatiha na kuitikia amin. Wa baina amin was-sura, afwan, wa baina al-Fatihati wat-ta'awudh, kusoma a'udhu na kuleta Fatiha iwe kuna sakta. Wa baina akhir al-Fatiha wa amin, na baina ya mwisho wa Fatiha na amin. Wa baina amina was-sura, wa baina as-surati war-ruku', baina amina na sura, na baina sura na ar-ruku'. Lakini imamu akisema wala dhalin ataitikia amin bila kunyamaza, na sisi tutaitikia amin kwa amina ya imam. Wal arkanu allati talzamu fiha at-tumaninatu arba'a, na nguzo ambazo zinalazimu ndani yake kutulizana ni 4, na nguzo ambazo zinalazimu ndani yake kutulizana ni 4. Ar-rukuu, kurukuu, unaporukuu utakiwa utulizane, usifanye papara ukawa una haraka. Allahu akbar, sami Allahu liman hamida, Allahu akbar, kama tarawih za mtaani huko wenyewe zita za mwendo kasi, hazina break, hasifai. Kama mna haraka swali rakaa 8 mwende zenu badala ya 20 alafu mwenda mbio, haifai, sawa. Wal-i'tidal al-i'tidal was-sujud na sujud, wal-julus baina as-sajdatayn, na kukaa au kitako baina ya sajda mbili. At-tumanina, maana ya tumanina ni nini? Asema hiya sukunun ba'da haraka, ni kutulizana baada ya haraka. Si ulikuwa na harakati ya kuhama kutoka juu, ulikuwa umesimama unakwenda katika rukuu. Sasa pale unapofika katika rukuu, pale papatikane utulivu, utulizane. Bihaithu, kwa sifa yastaqiru kullu udwin mahalla, kitatulizana kila kiungo kimoja mahali pake. Ndio sifa ya nini? Ya tumaanina. Patulizane kwa sifa, kinatulizana kila kiungo mahali pake. Biqadri subhanallah, kwa kiasi cha kusema subhanallah, ninamtakasa kumtakasa Allah, sababu subhana ni maf'ul mutlaq ya fi'li ambayo ni mahdhuf, takdiri yake usabbihu subhana, yani kwa maana ni naibu ya maf'ul mutlaq, sababu fi'li na masdar ziko tofauti. Hii ni masdar, subhana ni masdar ya usabbihu.
usabbihu subhana, sawa. Kwani namtakasa kumtakasa Allah na kila upungufu. Faslu asbabu sujudi sahwi arba'atu, sababu za kusujudi sijatu sahwi ni 4. Al-awwal, sababu ya kwanza, tarku baadhi min ab'adhi as-salah, ni kuacha baadhi katika ab'adhi za salah. Kuna kitu katika swala kinaitwa baadhi, au kuna vitu vinaitwa ab'adhi. Shafi'ia wao wana vitu vinavyoitwa ab'adhi, ambapo katika madhahabi nyingine zinahesabika katika wajibati, katika mambo ya wajibu. Wao wametoa si katika wajibu wala katika sunna, ni vitu vinaitwa ab'adhi. Kwa hiyo anasema italazimu au itakuwa ni sababu ya kusujudu sijatu sahwi kwa kuacha baadhi min ab'adhi as-salat, katika ab'adhi za swala, au baadhi au kuacha baadhi katika ab'adhi, katika baadhi ya hiyo swala, kuacha sehemu katika ab'adhi ya swala kama kalima au harf. Hii si baadhi katika ab'adhi. Sasa wewe ukaacha kitu katika ile baadhi, pia itabidi usujudu sijatu sahwi. Kwa mfano katika tashahudi ya kwanza, tashahudi ya kwanza kwa Shafi'ia ni nini? Ni baadhi katika baadhi ya swala. Kama swala ina tashahudi 2, basi ile ya kwanza ni baadhi, sawa. Au alqunut kwa wao ni baadhi katika salatu al-fajr, ni baadhi katika baadhi za swala. Sasa katika Allahumma hadina fi man hadaita, na imam wasema hivyo, au maamuma Allahumma hadini fi man hadaita wa'afini, ukaacha wa'afini fi man afaita, ukaacha sehemu katika baadhi katika zile baadhi za swala, unasema utasujudu sijatu sahwi. Athani, ya pili, fi'lu ma yubtilu 'amdu, ni kutenda kitu ambacho kitabatilisha swala, kutabatilisha swala umakusudi wake. Umekifanya kitu katika swala, kitu hicho lau ungekifanya kwa makusudi, swala yako ingebatilika. Wala yubtilu sahwu, wala hakubatilishi kusahau kwake, idha fa'alahu nasiya, atakapokifanya kitu hicho hali ya kuwa ni mwenye kusahau. Kuna baadhi ya vitu katika swala ukivifanya kwa makusudi, swala yako inabatilika, lakini ukifanya kwa kusahau, swala yako haibatiliki. Sasa wewe kitu kile ukakifanya kwa kusahau, waambiwa utabidi usujudu sijatu sahwi, sawa. Kuna vitu hivyo, kwa mfano ambavyo vitu ambavyo vinabatilisha kwa makusudi wake, vinabatilisha swala, lakini kwa kusahau haibadilishi. Kama kula kidogo, pengine una kijipande cha nyama kimebaki kwenye meno, huku umejaribu kupambana nacho kukitoa, hakutoka, lakini uko ndani ya swala ukavuta ulimi kikatoa kijimnofu ukakimeza, uko ndani ya swala ndio ushukuru ulisahau, lakini waambiwa swala yako haijabatilika kwa sababu umefanya kwa kusahau. Ungefanya makusudi, swala yako ingebatilika. Umefahamu? Au kuzungumza kidogo, umesahau ukazungumza wewe, sawa, ukasema neno kwa makusudi. Ukifanya kwa makusudi, swala yako ibatilika, lakini ukifanya kwa kusahau, swala yako haijabatilika. Basi kuna sijatu sahwi hapo. Umefahamu? Ndio maana akasema neno haya, fi'lu ma, kutenda lile ambalo yubtilu amduhu, kunabatilisha ile amdi yake, umakusudi wake. Wala yubtilu sahwuhu, na wala hakubatilisha kule kusahau kwake. Idha fa'alahu nasiya, atakapofanya jambo hili kwa kusahau, au hali ya kuwa ni mwenye kusahau. Athalithu, jambo la tatu, nakhlu ruknin qawliyin ila ghairi mahalli, ni kuigurisha nguzo ya kikauli, nguzo ya kikauli, kwa sababu kuna nguzo za vitendo na kuna nguzo za kauli. Kama Fatiha, suratul Fatiha ni nguzo ya kauli. Sasa ukaihamisha ukaipeleka mahali kwingine sio kwake. At-tahiyat wa tashahhud ni nguzo ya kauli, ukaihamisha ukaipeleka mahali ambapo si pake. Pengine uliposimama Allahu akbar, baada ya kuleta dua ya istiftah ukamaliza, badala ya kusema Fatiha sasa ukaanza at-tahiyat, lakini umesahau, ukaleta ruknun qawli ila ghairi mahalli. Ukifanya hivyo utakiwa ulete sijatu sahwi au sehemu yake.
katika isiyokuwa takbira na salamu, katika isiyokuwa takbira na salamu. Allahu akbar, hujafika kokote assalamu alaykum, hiyo haikubaliki sasa. Sawa? Au salamu kuleta umeingia tu alhamdulillah, alafu baada Allahu akbar takbiratul ihram baada ya Fatiha. Swala itaanza pale utakapokuwa takbiratul ihram, zile zote zitakuwa hazihesabiki. Umefahamu hapo? Haya, iqa'u ruknin fi'liyin ma ihtimali ziyada, kuileta au kuifanya nguzo ya kitendo pamoja na kuihtamili ziada. Kwa hiyo hili ni kitu cha 4, sio? Kuna suniwa kwa kupatikana kimoja katika hiki kusujudi sijatu sahwi. Kwa mfano, mtu anayeswali akaileta rukni ya kitendo, nguzo ya kitendo katika arkani sala, na hali ya kuwa anataraddad, anazingazinga, anatatizika katika kutenda kwake. Je, hii ni ya ziada au hii ni rakaa ya 5 au ya 4? Kwa pale unaleta rukni, lakini pana ihtimali ya nini? Ya ziada. Mnafahamu? Waswali sasa, sijida umeshasujudu, lakini unasema hii ni sijida ya kwanza au ndio ya pili hii? Waswali peke yako unatatizika. Sasa utakiwa useme ngapi? Ukisema hii ni sijida ya kwanza au ya pili, utakiwa useme ya kwanza. Kwa hiyo kuna ihtimali kwamba umezidisha pale. Hii ni rakaa ya 4 au ya 5? Ya 4 hiyo, kama umetatizika, sio? Kwa hiyo inahtamili kuwa ni ya 5. Kwa hiyo katika hali kama hiyo unatakiwa ulete sijatu sahwi. Sawa? Faslun, ab'adhi salati 7, ab'adhi za swala ni 7. Hizo zinazoitwa ab'adhi hizo ni 7, nazo ni zile ambazo tuliba jabruha bisujud, zimetakiwa kuungwa kwa sujudi sahwi, zimefanana kama na arkani hivi za swala, ndio maana zikiitwa ab'adhi. Shafi'ia wakatumia lugha hiyo al-ab'adh. Sasa wanasema, amesema hapa kwa ikhtisari tu muallif, lakini kwa kauli za Shafi'i na al-ashab zikichambuliwa zafika ngapi? 20. Kwa sababu anasema al-qunutu, lakini al-qunut wa qiyamuhu. Sawa? Qunut ndio ya kwanza, sio? Hapa hajataja, lakini mfano hapo zikitajwa tutakayotaja ni qunut. Qunut na kisimamo chake, as-salatu ala an-nabii fihi, kumswalia mtume sallallahu alayhi katika hiyo kunuti, wa qiyamuha, na kisimamo cha huko kumswalia mtume sallallahu alayhi katika hiyo kunuti. Tayari zimeshafika ngapi? 4 hizo, kwa zafika 20. Sasa muallif amesema 7 hapa kwa njia ya ikhtisar. Ya kwanza ni at-tashahhud al-awwal, tashahudi ya kwanza, wa qu'uduhu, na kitako chake. Sawa? Kwa tashahudi ya kwanza lazima umeeleka kwa kukaa. Wassalatu ala nabii sallallahu alayhi wasallam fihi, na kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam katika hicho kitako cha kwanza ni baadhi vile vile katika baadhi. Wassalatu ala al-ali, na kuwaswalia jamaa wa mtume sallallahu alayhi wasallam fi at-tashahhud al-akhir, katika ile salatu ala nabii waongeza as-salatu ala al-ali, katika ile tashahudi ya mwisho inakuwa ni katika ab'adhi za sala. Wal qunutu, na kunutu katika swala ya alfajiri, wa qiyamuhu, na kisimamo chake wanasema ni baadhi katika baadhi as-salat. Was-salatu was-salamu ala an-nabii sallallahu alayhi wasallam wa alihi wa sahbihi fihi, na kumswalia mtume, kumtakia swala na salamu mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam na ali zake na masahaba zake katika hiyo kunut. Kwa hiyo ni katika baadhi ya swala. Shafi'ia wao wamesimama katika msimamo wa kuwa kunuti ni sehemu katika swala ya alfajiri. Amma fi subh hadithi Anas, lam yazal yaqnut hatta faraqa ad-dunya. Amma katika swala ya alfajiri Mtume sallallahu alayhi wasallam aliendelea kukunuti mpaka akafariki dunia. Wakashika hadithi hii, na hadithi hii ina dhaifu, ni hadithi dhaif kwa sababu ya watu waliokuwa katika hadithi ile, na kwa sababu ya irsal hadithi ina dhaifu. Lakini jambo la ajabu, kuna watu wanaitetea hadithi hii. Kwa mfano Sagaf ameandika kitabu akimjibu Sheikh Al-Albani kuhusu sifatu salati
sifatu salati nabii sallallahu alaihi wasallam, naye akaandika sifatu salati nabii sallallahu alaihi wasallam, lakini kila alichokuja Sheikh Albani akipinga kwa dhidi yake. Miongoni mwa hayo akaja kaisahihisha hadithi hii na akamtia tawthiki mpokezi wake Sufia, kwa sababu hawana ujuzi katika elimu ya hadithi, hata wakidanganywa hawaelewi, kwa sababu masala takhriji kwao yamekuwa yana dhaifu kubwa sana hata kwa wasomi wao. Ndio maana tutakatusome sana ulumul hadith ili tuone, tusije tukadanganyike kwenye mitandao, kwa sababu unaweza kufungua kwenye mtandao ukaangalia takhriji ya hadithi fulani, utakuta kuna mtu kameamua amekaa chumbani amefanya takhriji, ukaona kazitaja njia na kadha na kadha, akafanya tawfiki na nukul. Wewe utakiwa una akili, usifuate tu, sawa? Hakiki kile unachosemwa, si kila aliandika katika mitandao basi ana maarifa na akili ya kile anachokisema. Tumefahamu? Kwa hiyo lazima uwe na misingi ya ilmu ya hadithi katika kuhakiki. Hadithi ile ni dhaifu, tutakuja kueleza mara nyingine sababu ya dhaifu yake na uongo aliotumia as-Sagafi katika hili inshallah katika majalisi nyingine kwenye vitabu vya mbele. والصلاه على الآل في التشهد الأخير والقنوت وقيامه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه فيه. tumemaliza hapo katika swala la ab'ad.